Wakorintho wa pili sura ya 12 huu mstari wa 9 ndio neno letu la leo. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha. Neema yangu ya kutosha. Sasa tuanze mstari wa ngoja nianze mstari wa kwanza. Sina budi kujisifu ijapokuwa ipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo apata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3, nami namjua mtu huyo kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Kwa habari za mtu huyo nitajisifu, lakini kwa ajili ya nafsi yangu sitajisifu, isipokuwa katika habari ya udhaifu wangu. Maana kama ningetaka kujisifu singekuwa mpumbavu, kwa sababu nitasema kweli, lakini najizuia ili mtu asinihesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwangu au kuyasikia kwangu. Mstari wa 7. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili wangu, jumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu timilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo, maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Haleluya. Amen. Jiambie, neema ya Bwana yanitosha. Neema ya Bwana yanitosha. Haleluya. Amen. Mwambie jirani yako, neema ya Bwana inakutosha. Neema ya Bwana inakutosha. Haleluya. Amen. Paulo hapa kwenye hii Wakorintho wa pili sura 12 anaongea kwa hekima. Anasema kuna mtu namjua ambaye alinyakuliwa mpaka mbingu ya 3. Alafu anasema kwa habari za mtu huyo nitajisifu, ila si kwa ajili ya nafsi yangu. Yaani anavyoelezea ni kama anamuongelea mtu mwingine, ila anajiongelea yeye. Alafu kifika mstari wa 7 anasema nilipewa mwiba. Hasemi ni kitu gani ambacho alipewa, anasema alipewa mwiba. Kuna kitu nataka niongee hapa, watu wa Mungu. Haleluya. Juzi nilikuwa nilicomment kitu kwenye group la familia, nikasema shida ya manabii wa Tanzania, hatuongei kwa parables. Haleluya. Hatuongei kwa nini? Parables. Maybe wanaweza wakawa sio manabii, kwa sababu pia sio kila mtu anayetabiri ni nabii. Haleluya. Au manabii ambao bado hawajakuwa. Kuna kukua pia katika huduma. Haleluya. Paulo angeweza kusema nilikuwa na kitu gani, ila alisema nilipewa nini? Mwiba. Hii ni lugha ya parables. Haleluya. Yaani anaongea kitu kwa namna ambavyo utakapokisikia unatakiwa upate ufahamu wa ndani kuelewa na maanisha nini. Yaani angeweza kuelezea jambo, na mpaka sasa hivi wana theolojia wanahangaika kwamba Paulo huu mwiba kilikuwa kitu gani. Tunajua ni kitu kilichokuwa kinamuumiza, lakini ni kitu gani? Je, ni ugonjwa? Je, ni changamoto kwenye huduma yake? Je, kuna mtu alikuwa anamkwaza, au na yeye alikuwa na Yuda kama Yesu alivyokuwa na Yuda Iskariote? Mnakula naye, mnafanya naye kazi ya Mungu, lakini huyo ndio msaliti. Bado haijajulikana, ila tunachojua Paulo amesema kwenye huduma yake ulikuwepo mwiba, kwenye maisha yake ulikuwepo mwiba. Tuko pamoja na mtu fulani. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Yes. Hizi ni hekima za namna ya kupresent mambo ya kimungu.
Sasa Paulo anasema nimepewa mwiba, na anachoongelea anasema makusudi. Kwa nini Mungu ameruhusu Paulo apewe mwiba? Anasema ili nisijivune, nisiwe na majivuno, nisiwe na kiburi kupita kiasi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nataka tuende vizuri ili unielewe. Hatua iliyofuata, Paulo akaingia kwenye maombi. Bwana, hiki kitu sikitaki. Anasema kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana, nilimwomba Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Bwana hakukiondoa. Bwana alikuja kumwambia neema yangu ya kutosha. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Neema yangu Ya kutosha. ya kutosha. Yaani Bwana anachojaribu kumwambia Paulo ni kwamba nimekupa neema ya kutosha ambayo inaweza kukufanya ukaishi na huo mwiba, alafu huo mwiba usikudhuru. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Haleluya. Amen. Yaani anamwambia neema niliyokupa inakutosha wewe kuweza kuishi kama vile hauna shida yoyote. Inakutosha wewe ukamtumikia Mungu kama vile hauna shida yoyote. Ndio hiki kitu Mungu anachomwambia kwamba neema yangu inakutosha, haijapungua. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amina. Yes. Sasa Paulo amemwomba Mungu. Bwana akamwambia neema yangu inakutosha. Mara nyingi wakati tukimwomba Mungu haturudi kumsikiliza alisema nini. Amen. Tukishaomba Mungu haturudi kusikiliza amefanya nini, amesema nini. Tunaomba, tunatembea, sisi tunasubiri majibu, ila hatufuatilii Bwana alisema nini. Huyu Paulo ameomba mara 3, Bwana hakujibu alichoomba, ila kuna kitu Bwana alisema naye. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sasa sisi tukiomba tunasubiria matokeo, ila hatutaki kusikia Bwana anasema nini. Na kwa sababu hiyo unaweza ukaingia kwenye contradiction kati ya wewe na Mungu, ukakosana na Mungu, ukamuona Mungu vipi. Haleluya. Kuna mtu leo ananielewa? Amina. Yes. Angalia jambo ambalo umeliombea. Je, ulirudi kumsikiliza Mungu anasema nini? Wengi wakati tunafanya conclusion, lakini je, umemsikiliza Mungu anasema nini? Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Huwa kuna kitu Bwana anasema. Mungu hajawahi kutupangia jambo baya. Hapo ulipo Mungu hajakupangia jambo baya. Hapana. Wewe unaweza kuwa umejikatia tamaa, unaweza kuona kama vile Mungu hakupendi. Hicho kitu waga hakipo. Mungu anakupenda kuliko hata unavyojipenda wewe mwenyewe. Amina. Ana mpango mzuri na maisha yako kuliko mpango ulionao wewe. Amen. Haleluya. Amina. Lakini lazima usikilize Bwana amesema nini. Amen. Naomba kwenye ibada hii wote tusikilize. Haleluya. Amina. Tusikilize. Kwa Paulo naye aliomba, afu Bwana akaja kumwambia neema yangu ya kutosha. Hilo jambo ambalo umeliombea, nenda usikilize Bwana anasema nini. Hilo jambo ambalo hujalipatia majibu, kasikilize Bwana anasema nini. Wewe rudi tu, utajua kwamba kumbe kwenye kusudi la Mungu hili jambo sio baya. Amen. Kwenye kusudi la Mungu kuna mahali Mungu ananipeleka. Amen. Kwenye kusudi la Mungu niko barabara sahihi. Amen. Jamani, kuna maombi mengine yanaweza kaua kusudi la Mungu. Yesu mwenyewe Getsemane aliomba. Haleluya. Amen. Aliomba kikombe hiki kiniepuke. Kama yale maombi yangejibiwa, leo tusingekuwa hapa. Wokovu usingetokea. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Yaani sio kila wakati Mungu asipojibu maombi yako ni kwa sababu ana mpango mbaya na wewe. Hapana. Ndio maana wakati Yesu anaomba Getsemane alisema kikombe hiki kiniepuke, ila si kama ninavyotaka mimi, bali mapenzi yako Mungu yatimizwe. Yaani maana yake Yesu aliomba
lakini aliacha nafasi ya Mungu kwenye kile alichokuwa anakiombea. Tuko pamoja na mtu fulani? Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Haleluya. Amen. Niliwapa hapa ushuhuda mwaka huu. Kuna jambo nitaka nimwombe Mungu, Roho Mtakatifu akanizuia. Hata tu kuliombea alifanya nini? Alinizuia. Wapendwa, wengi hatujui namna ya kuomba katika roho. Hivi unajua unaweza ukaingia kwenye maombi, unataka uombe jambo fulani, alafu Roho Mtakatifu akakuzuia, au ukakosa flow ya kuliombea. Amen. Sio kwa sababu hilo jambo ni baya, hapana, lakini kwenye kusudi la Mungu juu ya maisha yako kwa sasa hivi hilo jambo halipo, litakutoa kwenye kusudi. Mungu ana kusudi pana na maisha yako kuliko wewe unavyoona leo, kuliko unavyofikiria. Mungu ameshaona mbali kuliko unapoona leo. Watu wawili waseme amen. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Kwa Yesu anaomba, alafu Mungu ajibu yale maombi. Mungu alichokifanya, alimtuma malaika akamtie nguvu, ili Yesu aweze kukistahimili kile kikombe, tuweze kuokolewa. Glory to God.